hakika Mwenyezi Mungu hafanikishi kazi za mwenye kufanya fisadi. Ndugu zanguni, katika hili wapo watu ambao wameteseka sana kwa matatizo kama haya. Sasa zipo dalili ambazo zinaweza kukujulisha ya kwamba na wewe pia umepatwa na uchawi wa namna hiyo. Miongoni mwa dalili hizi, au utamjuaje mtu aliyerogwa uchawi huu wa kupeperusha na kutia bughdha baina ya mtu na mtu, baina ya mtu na bosi wake, baina ya mtu na wafanyakazi wake, baina ya mtu na mkewe, baina ya mtu na mumewe, na kadhalika na kadhalika. Uchawi huu wa sihr as-sarfi, uchawi wa kusarifisha, walbaghta, na kutia bughudha ndani yake, chuki, hasadi, vifundo. Tunasema moja ya dalili hizo ni hii ifuatayo ya kwanza. Jitambue ndugu yangu, na uweze kutafuta nusura yake subhanahu wa ta'ala inshallah. Kwa hiyo tunasema walihadha as-sihr au walihadha an-naw'u min as-sihr laha a'radan kathir. Tunasema na aina hii ya uchawi huu unazo dalili nyingi sana za kuweza kumtambulisha mtu kwamba na wewe umerogeka kwa uchawi huo. Miongoni mwa dalili hizo tunasema ya kwamba inqilab ahwali alhubbi ila albaghd, ni kubadilika ile hali uliyokuwa nayo, ile automatically yako ya upendo wako wa kumpenda mke wako ikabadilika kuwa chuki kwako wewe. Ile hali uliyokuwa nayo ya kumpenda mumeo ikabadilika kuwa chuki kwa mume wako. Jichunguze ukawa na hali za namna hiyo ambazo hapo awali hazikuwa kwako, basi jitafakari mara mbili na endelea kufuatilia zaidi, utagundua nini tatizo linaloendelea baina yako wewe na mumeo. Lakini pia ile hali ya upendo baina yako wewe na bosi wako ikawa imepotea, au ile hali baina yako wewe na mfanyakazi wako ikawa imepotea, au ile hali ya kuipenda mali yako leo hii ukawa huipendi tena mali yako, watu wakawa wanatumia hovyo hovyo tu, ikawa pia imepotea. Lakini pia dalili ya pili ya mtu mwenye kuwa na aliyepatwa na uchawi huu wa kupeperushwa, anakuwa na maamuzi ya haraka sana. Dalili ya pili ni kuwa na maamuzi ya haraka sana, yani baada tu ya kusikia jambo, baada tu ya kuambiwa jambo, baada ya kuona jambo, hata kama hajafanya tafiti, hajafanya uchunguzi, ameletewa tu habari, basi haraka sana kutoa maamuzi. Yani mathalan mtu anaweza akaambiwa kwamba mtaa wa pili pale kwenye ule uchochoro nimemuona mkeo amesimama kwenye uchochoro ule mida ya saa 2:00 asubuhi au saa 1:00 hivi.